Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji. Jana tulikuwa tunaangalia somo zuri linasema madai ya Biblia. Tukaona namna gani ambavyo Biblia inavyotuonyesha. Tukaona katika Zaburi 119 ile 50 pale inavyotuambia namna gani ambavyo nisema lile neno linalotoa uzima. Tunatakiwa tuzidi kuliamini, kulitumainia. Sasa leo siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, tunaangalia hali ya moyo. Mungu tunakushukuru sana katika siku hii nyingine ambayo umetupatia. Wiki nzima tumekaa katika kutafuta uso wako. Tumekaa katika kusikiliza maandiko yako yanabeba nini. Amen. Kama ambavyo fungu lilivyoanza na kukariri Waebrania 14. Baba, tunaomba pia katika ile neno ambalo pia linatusaidia kujua pia na hali zetu za moyo, likafungue. Amen. Likatuonyesha kwamba mioyo yetu ikoje na ikatibu. Amen. Asante kwa hata ndugu mtazamaji umemwandaa katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Tunazungumzia habari sasa usomaji wa Biblia. Hivi tunasoma Biblia kupitia nini? Macho. Kupitia macho. Ani macho ya moyoni, macho ya kichwani. Macho ya moyoni sasa. Wewe unatumia macho kusoma Biblia au unatumia macho ya moyoni ya kichwani? Ya kichwani, lakini mwisho wa siku moyoni inaingia moyoni. Wathesalonike wa kwanza 2:13. Wathesalonike wa kwanza 2:13 anasema na 14. Sorry, 13 tu. Kwa sababu hiyo sisi nasi tumshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo ilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. 13. Sasa kulipokea neno ambalo unamwona Petro anahubiri hapo, Anodi anahubiri hapo, kulipokea kama neno la Mungu. Hii ni akili ya kichwani, ya moyoni, ni unyenyekevu wa moyoni. Unyenyekevu wa moyoni ni kama intuition fulani, ni kama utambuzi fulani kwamba anayeongea hapa anaongea kwa mamlaka ya Mungu. Yaani tulikuwa tunazungumza kwamba neno la Mungu linabeba mamlaka ya Mungu, yamekaimishwa mamlaka. Hali ya moyo inayoweza kuhakikisha neno hili likazama, likapokelewa, kama mche basi likakua, likachipuka, likaleta matokeo makubwa. Hali ya moyo ikoje? Yesu alizungumza habari ya neno la Mungu linapohubiriwa ni kama mkulima ambaye anakwenda kupanda mbegu. Marko sura ya 4. Nyingine zimeangukiwa kwenye udongo mzuri, nyingine kwenye udongo. Kwa hiyo udongo mzuri mwishoni tunaanza njiani, kwenye miba, kwenye miamba, alafu kwenye udongo mzuri. Alafu baadaye anasema mwenye sikio nasikia. Hivi Mungu akiwa anaongea anataka kuongea na wewe, utakuwa unashika simu wakati huo unaongea na kama unatambua kwamba kweli anaongea na mimi? Unafunguka. Mpenzi wako akiwa anaongea na wewe, unaweza kuangalia pembeni au unamwangalia machoni. Kwa hiyo attention una focus, kwa sababu unatambua ni nani anayeongea. Kuna unyenyekevu, kuna usikivu, kuna upendo, kuna kujali. Kwa kawaida ndio mioyo yetu ilivyo tunaposoma neno la Mungu. Tamani wewe, nirudi kidogo. Wewe ukiwa tuseme na rafiki yako, umechukua dina, atakuwa wa kike sasa. Umechukua dina na mna maongezi, mna mada pa, unataka umfungulie moyo na wewe unataka akupokee moyoni. Unaweza kusinzia. Nasema ni usingizi umenibana, sikulala vizuri leo.
Umewahi kuwa na uzoefu unafungua Biblia na unapata usingizi? Mara nyingi. Huu moyo una shida gani sasa? Unaweza kuwa na shida gani? Moyoni kwa kweli unatambua ni neno la Mungu. Lakini moyo unasinzia. Inawezekana labda kichwani unatambua ni neno la Mungu, lakini moyo umelala. Yaani haujatambua ni kwamba Mungu anaongea hapa. Sasa tunafanyaje? Tuchukulie kwa uzito au? Mimi naamini kabla hujaenda dina pale unakuwa umejiandaa. Unasema nina appointment. Moyo unahitaji maandalizi. Udongo mzuri unahitaji kuandaliwa. Kama ni mawe unaondoa mawe, miamba unaondoa, baada ya kutupia tu pale njiani ili mbegu iweze kumea vizuri, unatifuatifua ile njia, si udongo unakuwa kabisa, unatifuatifua. Sasa maandalizi gani ikiwa kama tutaweza kuwa na moyo unaweza kupokea neno la Mungu tukakuwa katika mahusiano na Mungu? Maandalizi gani? Inabidi tuandae kwanza akili zetu kwamba naenda kukutana na Mungu. Kama ni upumziko nimepata la kutosha. Kama ni akili yangu unajiandaa hata katika nyimbo naanza kumsifu. Na muomba pia Mungu anipatie nguvu ya kustahimili na kupatia kutupatie kibali cha kuweza kwenda mbele zake kwa kusikia neno lake. Nianze kujiandaa, naomba nisikie sauti yako ninapoenda kusoma. Naomba nione sura yako katika maandiko haya. Amen. Humo ndani ya kitabu sura ya Yesu umeona. Kwa hiyo maandalizi yanatakiwa yaanze. Muhimu sana. Leo nimejifunza. Yaani hapo siongezi neno. Ni hayo. Ndugu yangu, sijui kama wewe una la kuongeza pale neno. Hali zetu za moyoni zinaweza zikaamua tulipokeaje hili neno. Kwa uzito upi? Kwa nini tusianze kupeleka mioyo yetu kwa Mungu ikiwa kama tutamuelewa Mungu? Baba yetu wa mbinguni. Moyo wa msikilizaji wetu na mioyo yetu na iwe mikononi mwako. Ondoa Baba uzito. Ondoa uongo. Ondoa uchovu. Ondoa giza. Usingizi. Angalia mioyo yetu Baba ikaweze kutuama. Focus ikawe ni kutafuta kujua ukweli wako. Tafuta kukuelewa Bwana. Iwe ndio njaa tukiamka. Iwe ndio njaa na kiu ya maisha yetu. Bariki mwenzetu kama ambavyo na sisi tunaomba utubariki tunaporudi tukiwa na mioyo iliyo safi zaidi na kuelewa zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Mimi ni Arnold Lubinza. Enos Mwakalindile. Asante kwa kufuatilia. Kesho tuko siku ya Ijumaa tunakwenda kujibu maswali na kutoa hitimisho somo hili. Amen. Hii ni Dar es Salaam Temboni. Amen.